Uislamu unamtambua Yesu vizuri kuliko kitabu chochote duniani. Uislamu, kwa sababu kwanza unamtaja katika engo tatu. Acha kumtaja katika unabii. Kuna sura tatu zinazungumza ishu ya Yesu tu ndani ya Qur'ani. Sura ya kwanza ni Suratul Imran. Suratu Ali Imran ni katika sura ambazo inazungumzia maisha ya Nabii Isa. Kwa nini? Kwa sababu mzee Imrani ni babu wa Yesu mzaa mama yake. Mama wa Mariamu anaitwa Imrani, yani baba wa Mariamu anaitwa Imrani, mama wa Mariamu anaitwa Bibi Hana. Bibi Hana binti Fakhudhi ndiyo mama wa Bibi Maryam, na hawa ni katika familia. Hana alikuwa na ndugu yake wa baba mmoja mama mmoja ambaye alikuwa ni mke wa Nabii Allah Zakaria. Maana yake kwamba Maryam alikuwa akimuita Nabii Zakaria baba mdogo, mume wa mama yake mdogo. Sikiliza vizuri, Zakaria ndiyo baba wa Yohana Mbatizaji ama Yahaya. Yohana Mbatizaji anamuita Bibi Maryam mama yake Yesu, dada yake, watoto wa mkubwa na mdogo, mama wa Maryam na mama wa Yohana Mbatizaji, baba mmoja mama mmoja. Yesu na Yohana Mbatizaji ni mtu na mjomba wake, wana mama zao wanazaliwa tumbo moja. Duniani hakuna kitabu kinaeleza historia hii isipokuwa Uislamu na Muhammad. Kwa sisi Waislamu tunamjua Yesu na Yohana vizuri, na Zakaria ni nabii wa 23 kutajwa ndani ya Qur'ani, Yahya nabii wa 24 kutajwa ndani ya Qur'ani, na Zakaria nabii wa 22, Yahya wa 23, Isa wa 24, Muhammad wa 25. Katika manabii 25 waliotajwa ndani ya Qur'ani, Yahya, Zakaria, Isa wote wametajwa ndani ya Qur'ani. Na Nabii Zakaria aliwahi kuona maajabu kwa mara ya kwanza, akaongeza yakini na kumlilia Mwenyezi Mungu na akampa majibu ya ajabu. Bibi Maryam alipokuwa na umri mdogo alifiwa na baba yake. Jamii ikapiga kura, nani amlee Maryam? Mungu kwa sababu anataka alelewe mtoto katika nyumba bora, na mama yake aliomba dua, kwa sababu Bibi Hana binti Fakhudh alipokuwa hana mtoto kwa umri mkubwa, alipopata mimba alinyanyua mikono kumwambia Mwenyezi Mungu, ya Rabbi, ikiwa nitazaa mtoto wa kiume na kuomba nizae mtoto wa kiume ili mtoto huyu atoke wakfu katika msikiti wa Baitul Maqdis, katika nyumba yako tukufu. Msikiti wa Baitul Maqdis ni hekalu lililojengwa na Nabii Suleimani mwaka wa 930 kabla hajazaliwa Yesu. Nabii Allah Suleimani mtoto wa Nabii Daudi, nabii ibn nabii. Alipokuwa ameomba dua, Mungu alipomtimiza miezi 9, Bibi Maryam akajifungua mtoto wa kike. Qur'ani inaturipotia katika suratu Ali Imran sura ya 3, Bibi Hana akaumia moyoni, nimetaka mtoto wa kike nimweke msikitini, wa kiume awe wakfu, awe imamu, amsaidie Nabii Zakaria ibada nyumba ya Mungu, awe muadhini, awe hivi, lakini mtoto wa kike si kama wa kiume. Lakini hakukata tamaa, akamwambia Mwenyezi Mungu, basi nimempa jina lake Maryam. Huyu mtoto nimempa jina lake Maryam, yani mpendezwa wa watu. Na hii inatufundisha namna ya kuwapa majina ya watoto, majina mazuri mazuri.